mwanaume, mbona kila tukifika kitandani unaonyesha kwamba huna hisia na mimi? Kwa sasa sipewi haki yangu. Kwani unataka nikueleweje? Isho boss. Kwani kwa akili yako unahisi kwamba kuna mwanaume ambaye angeweza kuvumilia mwanamke kama wewe? Kwani kama umeona kwamba sifai kuolewa, si bora ungeniacha nyumbani kwetu? Isho boss. Ni kweli nimekuoa kwa sababu mwanzoni ulikuwa unavutia sana. Kumbe nisichokijua ni kwamba unavutia kwa nje ila ndani una maajabu. Kwanza mwanamke mwenyewe kazi yako unajaza choo, ni kula na kujaza choo, na ni mwanaume ambaye angeweza kuvumilia mwanamke ambaye hazai kazi yake ni kula na kujaza choo? Kwanza wewe ni mwanamke ambaye haushiki ujauzito. Sasa nitawezaje kuendelea kupata hisia kwa mwanamke ambaye sina imani kwamba ataweza kunizalia watoto? Kwani wewe umewahi kuona wapi mwanamke anayebeba mimba bila kutungishwa ujauzito? Sasa unataka kumaanisha kwamba mimi ndo sina uwezo wa kutungisha ujauzito? Kwa taarifa yako nimempata mwanamke halisi, mwanamke anayejielewa. Huyo mwanamke ameshanizalia mtoto. Nikaona kwamba huyu ndiye mwanamke wa thamani kwenye maisha yangu. Sasa hapa wewe upo tu. Nimeamua kukustiri kwa sababu najua kwamba huna pa kwenda. Lakini katika wanawake wewe haumo. Mwanamke gani wewe kazi yako ni kujaza choo bila kufanya kazi nyingine yoyote? Mwanamke kwenye ndoa anaolewa kwa ajili ya kuzaa watoto. Sasa wewe kilichokuleta hapa ni kitu gani? Ndio maana nimesema kwamba nimeamua kukusitiri tu. Mume wangu, kumbe umeamua kutoka nje ya ndoa. Lakini kwa nini unanifanyia hivyo jamani? Kwa sasa unaniona kwamba mimi sina thamani. Sawa, narudi kwetu lakini utanikumbuka. Mwanangu, mbona umerudi nyumbani? Yaani wewe acha tu mama. Mume wangu kanifukuza eti kisa sizai. Kwa hiyo umeona urudi nyumbani kumaliza ugali wa wazazi. Si ungebaki huko kwa mume wako? We kinya. Ndio maana hutaki kuoa. Na kama hutaki kuoa utaolewa. Sasa unanipokea wakati mimi ndiyo msaada pekee. Ndiyo mtu pekee ambaye naweza nikakusaidia ukarudi kwa mume wako. Unisaidie kwa kitu gani? Wewe ni muhuni tu kama wahuni wengine. Sawa, lakini mimi nilikuwa nataka nikwambie kwamba kuna jamaa mmoja anaitwa Sam Clinic. Ni daktari mzuri sana. Yaani anawasaidia wanawake wenye changamoto za uzazi. Kwa wale wanaosumbuliwa na PID, kutokwa na uchafu, kupata hedhi kwa wakati ambao sio sahihi, kupata hedhi kwa mfululizo kwa miezi 2 au 3 na kuendelea, wale wanawake ambao wanasumbuliwa na UTI sugu, changamoto za maambukizi ya bakteria, homoni kuvurugika, mayai kutokupevuka, pamoja na wale wanawake ambao walitumia dawa za uzazi wa mpango. Huyu jamaa ukimsearch kwenye akaunti yake unakutana na shuhuda za watu wengi ambao ameweza kuwasaidia na wakapona kabisa. Sasa wewe unarudisha hilo domo nyumbani kwetu uje kula ugali wa wazazi. Rudi kwa mume wako sasa hivi. Kwani anapatikana wapi? Maana pengine anaweza akanisaidia. Huyu jamaa anapatikana Dar es Salaam, lakini anafanya delivery mikoa yote hadi nje ya Tanzania. Kwa walioko Marekani, Uarabuni, Ulaya, anawatumia mizigo kupitia kampuni ya DHL. Yaani ukimsearch vizuri kwenye akaunti yake, unakutana na namba yake ya simu kabisa, na ukimpigia anakupokelea kwa wakati. Sasa wewe unataka kuleta masiara eti mume wako amekufukuza kisa hauzai. Huu si uchizi kabisa? Au unataka kuendelea kula ugali wa wazazi? Umefurahia kukata ugali wa wazazi. Rudi kwa mume wako sasa hivi, mimi sitaki kuendelea kukuona. Hapa ni nyumbani kwetu kwa sasa, sio kwenu. Kwani wewe unanifukuza kama nani? Mbona wewe mwenyewe ulishindwa kuoa? Ovyo.